Habari za wakati huu, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji wa Daily Online TV. Uko nami mtangazaji wako Emmanuel Maijo. Abu Dhabi. Mtukufu Mfalme Hamad bin Isa Al Khalifa wa Ufalme wa Bahrain aliondoka Falme za Kiarabu jana kufuatia ziara ya kibinafsi. Rais wa Falme za Kiarabu Mtukufu Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan alikuwepo kwenye uwanja wa ndege huko Abu Dhabi kwa ajili ya kumwaga mtukufu. Wakati huo huo, Mtukufu Sheikh Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Shaki, mrithi wa kifalme wa Fujairah, alikutana na mwadhama Profesa Dr. Ahmed Al Taib, Imam Mkuu wa Al Azhar mjini Cairo jana. Ujumbe wa maandalizi ya hija ya Falme za Kiarabu umewasili katika Falme wa Saudi Arabia kupokea makundi ya kwanza ya mahujaji na kujiandaa kwa kuwasili kwa ujumbe rasmi wa hija. Habari za biashara. Kampuni ya NMDC imetia saini mkataba wa kimkakati wa maelewano na Al Gharbia, kampuni ya kutengeneza mabomba ya kisasa ya Abu Dhabi. Dubai imeimarisha ushirikiano wake wa kiuchumi na Ujerumani huku kongamano la kibiashara la Dubai Ujerumani lilipohitimishwa mjini Hamburg likiwavutia zaidi ya viongozi na wawekezaji wa Kijerumani 240. Habari za kimataifa. Takriban watu 6 wakiwemo watoto 4 waliuawa wakati wa mlipuko wa kujitoa mhanga alipoligonga basi la shule kusini magharibi mwa Pakistan siku ya Jumatano. Rais wa Marekani Donald Trump amemkabili Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa siku ya Jumatano kwa madai ya uongo wa kulipuka kwa mauaji ya kimbari ya wazungu na unyakuzi wa ardhi wakati wa mkutano mkali wa White House. Wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israel waliuawa kwa kupigwa risasi nje ya tukio kwenye jumba la makumbusho la Capital Jewish huko Washington DC Jumatano usiku, na mshukiwa yuko kizuizini, maafisa walisema. Habari za michezo. Mpira wa kikapu Dubai umefanikiwa kutinga nusu fainali ya ligi ya ABA baada ya kushinda kwa dakika 85-76 dhidi ya Cedevita Olimpija ya Slovenia katika mchezo wa 3 wa robo. Tottenham Hotspur imefanikiwa kuifunga Manchester United 1-0 na kushinda fainali ya ligi ya Europa na kunyanyua taji lake la kwanza la Europa katika zaidi ya miongo 4 kufuzu kwa ligi ya mabingwa msimu ujao. Kwa haya na zaidi, tembelea tovuti yetu ya www.dailytimes.ae. Uwe na wakati mwema.